Msichana anapigwa ghafla na kipande cha dhahabu kilichoanguka kutoka angani. Kabla ya mtu yeyote kuitikia kwa mshangao, dhahabu nyingi zaidi zinaanza kunyesha ghafla kutoka juu. Kila mtu anachanganyikiwa kabisa baada ya kuona tukio hilo. Hakuna anayejua kuwa haya yote yanatokea kwa sababu brashi ya ajabu ilichoka na kuamua kuishi ndani ya penseli ya kawaida. Kijana mmoja anaichukua penseli hiyo wakati huo huo na kuchora picha kwenye karatasi. Mpenzi wake wa zamani hapendezwi na mchoro huo na anaitupa kazi hiyo ya sanaa nje ya dirisha. Vipande vingi vya dhahabu vinatokea kwa namna ya ajabu sekunde iliyofuata. Kijana huyo haoni chochote kati ya haya na anaendelea na wasiwasi juu ya gharama za matibabu ya dada yake. Rafiki yake wa karibu anamletea habari fulani, familia moja tajiri imempoteza mbwa wao. Yeyote anayeweza kuchora picha inayofanana kabisa na mbwa huyo atapata zawadi ya dola milioni 1. Baada ya kuwasili, kijana huyo anaitazama picha ya mbwa na kushusha pumzi, akihisi kuwa maisha yake si mazuri hata kama ya mbwa huyo. Kisha anatoa ile penseli ya ajabu na kuanza kuchora. Mkurugenzi mtendaji, sio mwanamke, anapita hapo muda mfupi baadaye. Anamwona kijana huyo akigusa vitu ambavyo hapaswi na msimamizi wa nyumba anamkemea vikali. Wanakwenda kukagua na kukuta amechora kufuli ya dhahabu iliyo kwenye mkanda wa shingo wa mbwa. Anamwambia msimamizi wa nyumba autupe mchoro huo. Kufuli hiyo ya dhahabu inatokea kwa namna ya ajabu katika maisha halisi. Kilichomshangaza kila mtu zaidi ni kwamba inafanana kabisa na kufuli iliyo kwenye picha. Sio mwanamke anatoa amri ya kumtafuta msanii huyo bila kuchelewa. Wachoraji wote wanasubiri katika ukumbi mkubwa wakati huu. Kijana huyo anakutana na mpenzi wake wa zamani na kijana mmoja tajiri hapo. Wanamdhihaki wakisema hastahili kuwa hapo kabisa. Msimamizi wa nyumba anasema anamtafuta mtu aliyechora ile kufuli ya dhahabu. Yule kijana tajiri anajifanya kuwa ni yeye na kuchukua sifa zote. Ili kuthibitisha ukweli, msimamizi wa nyumba anamtaka achore mwingine hapo hapo. Hana budi ila kutii kwa kusita. Sio mwanamke anakuja kutazama baada ya kusikia habari hizo. Mara tu anapoona mchoro mpya, anajua mara moja kuwa kijana huyo anasema uongo. Anaamua kutomwanika hadharani. Badala yake, anaruhusu kila mtu aonyeshe ujuzi wake wa kisanii kwa nafasi ya kushinda zawadi kubwa ya pesa. Wakati kijana huyo alipokuwa akitaka kuanza kuchora, yule kijana tajiri alinyakua brashi yake na kuivunja vipande viwili. Alimdhihaki akisema hastahili kushindana naye hata kidogo. Akiwa hana chaguo, anatoa penseli ya ajabu ili kuchora badala yake. Kijana huyo anapomaliza mchoro wake, sio mwanamke anabaki amepigwa na butwaa kabisa. Wakati anasogea karibu ili kutazama vizuri, yule kijana tajiri anadai kuwa mchoro huo ni wa kiwango cha chini na hauna thamani. Anapojaribu kurarua mchoro huo, mbwa aliyepotea anaruka ghafla kutoka kwenye picha. Sio mwanamke anajawa na furaha kwa tukio hilo. Anatambua kuwa penseli aliyoshika yule kijana si ya kawaida. Kijana huyo bado hajui chochote kuhusu nguvu ya pekee ya penseli hiyo. Anajiandaa kuondoka wakati sio mwanamke anapoziba njia yake. Anaomba kuitazama ile penseli. Kijana huyo anamwachia penseli na kuondoka kwa haraka. Anaamua kupima mashaka yake kwanza kisha amtafute yule kijana. Anachora kwenye karatasi kwa kutumia penseli hiyo, lakini hakuna chochote cha ajabu kinachotokea. Mwendelezo wa hii movie iko YouTube, linki nimewawekea hapo juu, usisahau kusubscribe.